Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokea kwa furaha kwa imani, hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 10, kipindi cha kawaida mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, sura ya 19, aya ya 19 hadi 21. Na Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 5, aya ya 33 hadi 37. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 5, aya ya 33 hadi 37. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usizuru ila mtimizie Bwana nyapo zako. Lakini mimi nawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndiyo pa kuweka miguu yake, wala Yerusalemu, kwa maana ndiyo mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Bali maneno yenu yawe ndiyo ndiyo na siyo siyo, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa katika Kristo, Injili ya leo ni sehemu ya hotuba ya Yesu mlimani inayoanza sura ya 5 hadi sura ya 7. Katika hotuba hiyo, Kristo anatufundisha mambo mbalimbali kama vile furaha ya kweli, sisi kuwa chumvi na mwanga, kuhusu sheria, hasira, uzinzi, talaka, kulipa kisasi, kuwapenda maadui, kuwasaidia maskini, kuhusu sala, kufunga, kuweka hazina mbinguni, kuhusu mwanga na mwili, kuhusu Mungu na mali, kuhusu wasiwasi, kuhusu kuwahukumu wengine, kuhusu mlango mwembamba. Na katika Injili ya leo, Yesu anatufundisha kuhusu kiapo. Katika hotuba hii, Kristo anafundisha mambo ambayo Wayahudi walikuwa wakiyabeba kama sheria na utaratibu wa maisha kulingana na Torati na manabii. Na Kristo anakuja kutimiliza kile ambacho Torati na manabii walifundisha. Tunaona katika sura ya 5 aya ya 17, Kristo anasema, sikuja kutangua Torati na manabii, bali kuitimiliza. Wataalamu wa maandiko matakatifu wanaeleza kuwa Yesu anapofundisha kuhusu kiapo, hana maana kwamba tusiape kabisa, bali anaonesha namna ambavyo sisi kama Wakristo tunapaswa kuweka nadhiri na kufanya viapo vyetu. Kristo anakataza viapo vinavyofanywa haraka kwa sababu ya furaha na hasira, viapo vinavyofanywa katika mazungumzo ya kawaida ya kila siku, na viapo vinavyotumia jina la Mungu bila heshima. Swali ni kwa nini Kristo anakataza viapo vya aina hii? Sababu ni kwamba dunia na mbingu na vyote vilivyomo ndani yake vimeumbwa na Mungu na ni mali ya Mungu. Mwanadamu hana mamlaka juu ya mbingu, dunia na hata yeye mwenyewe, kwa maana mwanadamu na viumbe vyote ni mali ya Mungu. Pia twaweza kujiuliza, ni viapo gani vinavyokubaliwa au tunavyopaswa kufanya? Tunaalikwa kuweka viapo vinavyotolewa kwa haki, ukweli na heshima kwa Mungu. Mfano katika kutetea haki ya mtu aliyedhulumiwa, kutoa ushuhuda wa kweli na kutambua heshima ya Mungu katika kila ahadi na kiapo tunachofanya. Daima tukumbuke amri ya pili ya Mungu inayosema, usilitaje bure jina la Mungu wako. Kristo anatupatia kanuni au fundisho kuwa
tunaposema ndiyo iwe kweli ndiyo, na tunaposema siyo iwe kweli siyo. Au kwa maneno mengine, tumaanishe tunachokisema na kusema tunachomaanisha. Yaani, tukisema ndiyo iwe kweli ndiyo katika maneno na matendo, na tukisema siyo iwe kweli siyo katika maneno na matendo. Kwa maana chochote kinachozidi hayo hutoka kwa yule mwovu Shetani, na kwa kweli ni uongo. Mpendwa, uongo ni dhambi ambayo katika maisha yetu ya sasa inaonekana kuwa kitu cha kawaida, au dhambi isiyoepukika, au dhambi ya lazima kutenda. Dhambi ambayo hatuwezi kumaliza siku bila kutenda. Dhambi ambayo katika mazungumzo tunayofanya kila siku lazima tutende. Mbaya zaidi, tunaenda mbali na kusema kuwa kuna uongo mtakatifu. Mpendwa, tunapaswa kutambua kuwa kizuri ni kizuri na kibaya ni kibaya, na haiwezekani kitu kuwa kizuri na kibaya kwa wakati mmoja na katika hali moja. Hivyo dhambi ni dhambi na utakatifu ni utakatifu, na hakuna uongo mtakatifu. Uongo ni dhambi na uovu unaotoka kwa Shetani, ambaye ndiye baba wa uongo, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohane sura ya 8 aya 44 kuwa Shetani alikuwa muuaji tangu mwanzo, hana msimamo katika ukweli, kwani ukweli haumo ndani yake. Kila asemapo uongo usema kutokana na hali yake ya maumbile, maana yeye ni mwongo na baba wa uongo. Hivyo tuepuke dhambi hii kwa kusema ndiyo tukimaanisha ndiyo kweli, na kusema siyo tukimaanisha siyo. Katika viapo vyetu, mazungumzo yetu, ahadi zetu, nadhiri zetu na maisha yetu kwa ujumla. Tuombe neema ya Mungu ituongoze katika kusema na kutenda, na yote tufanyayo yawe sambamba na mapenzi ya Mungu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Whitson Onesphore Fulgence, wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani.